Kwa majina naitwa Ibrahim Tuli, ni katibu wa chama cha watu wenye ualbino wilaya ya Kisarawe. Wilaya yetu ina kata zisizopungua 17 ambazo zote mimi kama katibu wake huwa nazitembelea kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu masuala ya watu wenye ulemavu na masuala ya watu wenye ualbino kwa ujumla. Kikubwa leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia maadhimisho ya uelewa kwa watu wenye ualbino kitaifa. Inafanyikia mkoa wa Kigoma. Maadhimisho hayo huwa yanaanza kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 13. Kwa hiyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mimi katibu pamoja na wadau wengine tunatarajia kwenda Kigoma kwa ajili ya maadhimisho ya uelewa kwa masuala ya watu wenye ualbino. Ndio. Maadhimisho haya lengo lake kubwa ni kutoa elimu kuhusu mtu mwenye ualbino na vile vile kutoa elimu ya kuondoa unyanyapaa kwa watu wenye ualbino na jamii ya watu wenye ulemavu kwa ujumla. Lakini pia kuelimisha jamii kuhusu wajibu wa watu wenye ulemavu pia na wenyewe kwenye kujitokeza kwenye swala zima la kujiandikisha pamoja na kupiga kura, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo moja ya umuhimu kwa watu wenye ulemavu, wakiwepo watu wenye ualbino, ni kujiandikisha pamoja na kwenda kupiga kura. Lakini sio kujiandikisha na kupiga kura tu, pia na wao wana haki ya kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa, ikiwepo udiwani, ubunge pamoja na urais kama tuko tayari kujitokeza. Na ni vizuri pia tukaendelea kuhamasishana au kushawishiana sisi watu wenye ulemavu, basi tuingie kwenye hizi nafasi za maamuzi, nikimaanisha tupate madiwani wenye ulemavu, tupate wabunge wenye ulemavu. Lakini wanasema mwamba ngoma vutia kwake. Tafurahi zaidi tukipata watu wenye ualbino ambao ni viongozi wa juu, yakiwepo madiwani na wabunge pamoja na rais. Hii itapelekea sasa tukiingia kule ndani kwenye vyombo vya maamuzi, hata haya maadhimisho yatakuwa na ukubwa zaidi, kwa sababu watu wakutusemea kwenye maamuzi wapo. Haya maadhimisho kwa kifupi yanatakiwa yafanyike kuanzia ngazi ya vijiji au kuanzia ngazi ya wilaya. Lakini sasa ukiangalia, kwa sababu ushawishi sio mkubwa sana, unakuta haya maadhimisho tunafanya sana kitaifa. Kwa hiyo karibia watu wenye ualbino Tanzania nzima, ngazi za wilaya mpaka mikoa, wote tunaenda kwenye mkoa mmoja. Lakini ukiangalia baadhi ya maadhimisho mengine, kwa mfano maadhimisho ya masuala ya siku ya wazee duniani, unakuta yanaadhimishwa katika kila wilaya na yanapendeza, au siku ya mtoto, umeona, katika kila wilaya wanaadhimisha na yanapendeza. Sasa na sisi masuala ya watu wenye ualbino, haya maadhimisho ya uelewa kuhusu ualbino, nadhani kama tungeamua kufanya kila wilaya tunafanya ile kidhati kabisa, mgeni rasmi akawa labda mbunge au mkuu wa wilaya au mkurugenzi, na imani kabisa mwisho wa siku haya masuala mengine ya ovyo, sijui ya kukatana viungo, kuitana majina ambayo sio rasmi, lakini pia kuona huyu mtu mwenye ulemavu ana haki ya kupata kazi, umeona, yangeisha. Ina maana wote sisi tungekuwa kwenye mstari mmoja. Waliosoma wangepata kazi, wanasiasa wangegombea kwenye vyombo vya maamuzi, lakini pia na
wafanyabiashara, watu wenye ulemavu pia wangeendelea kufanya biashara kama watu wengine wanaofanya biashara. Kwa hiyo nimesema haya yote nikiwa nahamasisha jamii nzima ya Watanzania ituunge mkono watu wenye ualbino au watu wenye ulemavu katika haya maadhimisho, kwa sababu mwisho wa siku tunafanya ya kitaifa, sio tu tukutane watu wenye ualbino peke yake pale uwanjani. Hapana, tunatarajia tukutane na watu wenye ulemavu na wasiokuwa na ulemavu. Lengo letu wote tupate elimu kwa ujumla. Wenye ulemavu wakipata elimu itakuwa vizuri zaidi, lakini sisi tunawalenga zaidi wale wasiokuwa na ulemavu. Kwa hiyo kwenye yale maadhimisho tunatarajia asilimia kubwa ya watu watakao kuja pale uwanjani ni jamii ya watu wasiokuwa na ulemavu, ili wapate elimu na wao pia wakaelimishe wengine. Kwa hiyo tunaomba sana Kigoma watu twende kwa wingi, na watu wa Kigoma wasituangushe. Tukifika pale tuone mambo yamekaa vizuri. Asante ndugu mtangazaji. Labda katika maadhimisho hayo wa Tanzania ambao wanawalika, labda kuna kiingilio au ni bure tu katika maadhimisho hayo? Mara nyingi maadhimisho haya yana viingilio, ila yana shughuli mbalimbali ambayo yanaendana na maadhimisho, na hizo shughuli pia hazina viingilio. Kunakuwa na midahalo, kunakuwa na michezo mbalimbali, kunakuwa na makongamano mbalimbali, lakini pia kunakuwa na kliniki mbalimbali. Kunakuwa na kliniki za macho, kliniki za ngozi, wanaopima watu wanaotoa damu, lakini pia kunakuwa pia na maonyesho ya ujasiriamali kwa watu wenye ulemavu na wasiokuwa na ulemavu. Ina maana tunatarajia siku hiyo mtu yote mwenye ulemavu kama na swala lote la ujasiriamali ambalo analifanya anatakiwa alete pale. Watu wasiokuwa na ulemavu na wenyewe alete pale. Yaani lengo letu, ule mpango wa taifa wa ujumuishi, tunataka uwepo wa hali ya juu. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye anapenda sana masuala ya watu wenye ulemavu, na anayasikiliza kwa ukaribu sana na anayatolea maamuzi. Na ndio maana ukiangalia hata serikalini huko, baadhi ya watu wenye ulemavu wanafanya kazi vizuri, na Mheshimiwa Rais anaona umuhimu wa kuwa na hawa watu kufanya nao kazi. Kwa hiyo sasa sisi kama watu wenye ulemavu kupitia maadhimisho kama haya tunatakiwa tubuni vipaji vipya. Lakini hata watu wenye ulemavu ambao wamesoma tunatakiwa, yani tukifika pale tunatakiwa tuwe na role model kwamba huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi, ili mwisho wa siku hata tunapoenda kudai haki zetu twende kudai twende kudai tukiwa tunajitambua. Kwa sababu shida ya asilimia kubwa ya watu wenye ulemavu wanapoenda kudai haki, badala kudai haki wao wanaenda kulalamika au kunung'unika. Sasa kuna tofauti ya kudai haki na kuna tofauti ya kulalamika. Unapoenda kulalamika mtu atakusikiliza, lakini anaweza akakudharau kwa sababu hujasema kitu ambacho unahitaji ni nini. Lakini unapoenda kuongea kwamba bana mimi nataka 1 2 3, ukaenda na takwimu, ukaenda na taarifa za uhakika, sidhani kama kiongozi yote atakudharau. Atakusikiliza kwa makini na mwisho wa siku atakufanikisha jambo lako ambalo unalihitaji. Kwa hiyo kwa kifupi, watu waje kwa wingi, hamna kiingilio. Kiingilio ni macho yao, na wakati mwingine tunakuwa na vinywaji pale, viburudisho nini. Kwa hiyo watu waje kwa wingi. Asante. Tunazungumza kwenye upande wa watu wenye ulemavu kugombea uongozi. Wewe unapanga kugombea nafasi yote? Naam. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mpango wa kugombea udiwani. Na mpango wa kugombea udiwani kupitia chama tawala, na mpaka sasa hivi nakubalika kwenye hiyo kata ambayo natarajia kwenda kugombea. Na kuanza leo harakati, shida ya watu wengi harakati hizi wanaanza, yani wakisikia tu kwamba huu mwaka wa uchaguzi ndio watu wanajitokeza. Tunatakiwa ukishaisha uchaguzi unatakiwa uanzie pale, kuanza kuongea mambo yako, kufanya kwa vitendo, kushirikiana na jamii na kadhalika. Kwa hiyo mimi kwa kifupi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nina mpango wa kugombea udiwani.
na lengo langu sio udiwani tu, niwe mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Na una gani la mwisho labda kuambia jamii pamoja na serikali kuelekea maadhimisho muhimu ambayo tunataka? Mimi kikubwa ambacho nataka ni iambie jamii, hasa serikali zetu hizi, hasa maeneo ya halmashauri, asilimia kubwa za halmashauri huwa wanadharau haya maadhimisho, wakiona kwamba hayana maslahi kwao. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ya watu wenye ualbino katika baadhi ya halmashauri wanaambiwa tu kiwepesi, pesa hakuna. Au unakuta mkurugenzi mwingine anakuuliza swali, hivi ukienda huko halmashauri unanufaika nini? Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi, hizi ni sherehe na ni maadhimisho ni maadhimisho ya kimataifa, sio ya kitaifa. Na kwa sababu Tanzania pia tunaheshimu haki za binadamu, ziko haki za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi, mkurugenzi yoyote atakayepata hii barua kutoka TAMISEMI au kutoka ofisi ya waziri mkuu, asione hasara au asione hana umuhimu wa kuwapa hao watu wenye ulemavu pesa kwa ajili ya kwenda kwenye maadhimisho, kwa sababu atakapoenda huko atajifunza vitu vingi. Lakini licha kujifunza tu, wakienda kule watakutana na wenzao. Wakirudi kwenye wilaya zao, ina maana wataita wanachama wao, watawaambia bana, huko kuna 1 2 3. Yaani wakirudi wanakuwa watu wapya, sio watu wale ambao wamefungiwa kwenye wilaya. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri sana, ikiwezekana waziri mkuu au waziri mwenye dhamana ya watu wenye ulemavu atoe kwa ukali kwamba wahakikishe wakurugenzi wa halmashauri zote za Tanzania nzima wanawezesha watu wenye ualbino kwenda Kigoma kwa wingi, ili mwisho wa siku yani yaonekane kweli ni maadhimisho ya kitaifa, kama vile tunapozima mwenge, kama vile tunavyozungumzia masuala ya ukimwi. Yani sherehe yote ambayo tunaiona hii ni ya kitaifa, basi tuipe umuhimu wake, ili mwisho wa siku tuweze kupata kile kinachostahili au tunachostahili.